Ndugu washiriki, mkoa wetu kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo unaendelea kutekeleza afua za kimkakati za lishe kama ifuatavyo. Kwanza ni elimu ya lishe bora kupitia majukwaa ya SALIKE katika halmashauri zote, lakini usimamizi wa fedha za lishe zinazotengwa na kutolewa katika halmashauri. Pia tunafanya usimamizi wa utoaji wa chakula kwenye virutubishi mashuleni, tunafanya utambuzi na matibabu ya watoto wenye utapiamlo mkali na kupatia tiba stahiki. Pia tunafanya uhamasishaji wa kilimo cha mazao ya lishe, ufugaji wa kuku na samaki katika shule na kaya. Aidha, mkoa tumeandaa mpango harakishi na shirikishi wenye lengo la kupunguza udumavu au kutokomeza kabisa. Mpango huu umeshaanza utekelezaji wake kwa mwaka 2025-26 na tunatarajia kukamilisha ifikapo 2030-31. Ndugu washiriki, tunatambua kwamba ili kupunguza udumavu na upungufu wa virutubishi lazima tuhakikishe kuwa jamii inapata unga wenye virutubishi. Vile viwanda vyote vidogo, viwanda vya kata, vikubwa, tuhakikishe vinazingatia urutubishaji. Na leo tuko hapa kwa ajili ya mafunzo ya mfumo wa taarifa. Tuhakikishe kwamba taarifa zote zinaingizwa kwa usahihi katika mfumo wa NSMIS. Mkoa wa Ruvuma unaendelea kufanya vizuri, lakini tuna safari ndefu ndugu zangu. Tunaona angalau pale wenzetu wa Mbinga DC wao kidogo wamepiga hatua. Mathalan wana mashine 20 katika kaya, lakini katika shule wana mashine 69. Ndugu washiriki, napenda kutumia nafasi hii kutoa wito mahususi kwenu kwamba sasa sote tuhakikishe tunasimamia matumizi ya mashine za uongezaji virutubishi kwa weledi, lakini waelekezeni wamiliki wote wa mashine za kusaga kufunga mashine za urutubishaji bila kukwepa. Uingizaji wa taarifa kwenye mfumo wa NSMIS lazima uwe wakati sahihi na kamili, lakini kila halmashauri hakikishe mpango wa lishe unatekelezwa kikamilifu, hasa kwenye shule na jamii. Lengo la kwanza kabisa tunakwenda kufanya mafunzo haya kwa ajili ya kwenda kwanza utekelezaji wa ile kanuni ya ongezaji virutubishi kwenye chakula, kanuni ambayo nakumbuka tumeizindua hapa mkoani Ruvuma. Viongozi wetu walitoa maelekezo kwamba kwa wasindikaji wetu ambao wapo kwenye usindikaji wa hivi vyakula vinne ambavyo tumekubaliana kama nchi kwamba lazima viongezwe virutubishi, ambao ni unga mahindi, unga wa ngano, chumvi pamoja na mafuta ya kula, wanatoa miezi 6 ili wenzetu wapo kwenye mnyororo waanze kufanya maandalizi ya kuhakikisha wanakuwa na mashine ambazo zitawawezesha kuongeza virutubishi kwenye hivi vyakula. Hayo kwamba kufikia mwezi wa kwanza tutaanza kuwa na ufuatiliaji wa hivi vyakula kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo maeneo ya kuzalisha ya masoko, maduka ambayo hivi vyakula vinakwenda kuuzwa kwa jamii, vile maeneo ya shule hizi za vyuo, magereza pamoja na hospitalini ambako tunatoa hizi programu za ulishaji wa vyakula kwa ajili ya makundi maalum. Sisi kama wasimamizi na wa hiyo sheria tuanze kuweka mazingira wezeshi, kwa maana kwamba tuwe na uwezo sasa kuanza kupata taarifa kuhusiana na uongezaji wa virutubishi kwenye jamii.